Kwa dalili hizi ninazoenda kukutajia na una miaka 37, 38, 40 na haujakuwa na changamoto hizi, na hata kama ulishakuwa nazo lakini ziliisha ila sasa hivi zimerudi tena, wewe una uwezekano mkubwa kabisa wa kubeba ujauzito. Yaani haujakuwa na historia kabisa ya kuwa na vimbe, lakini imefika katika umri unaambiwa na wewe vimbe kwako zinakuja zinajirudia, either ni cyst au muda mwingine zinakuwa ni zile fibroids. Una uwezekano mkubwa kabisa kubeba ujauzito. Ila pia kwako hedhi unapata, ila kuna mwezi unapata, mwezi unaokuja haupati, mwezi unaofuata unapata, uwezekano kwako ni mkubwa kabisa kufanikiwa kubeba ujauzito. Unaambiwa kila ukifanya vipimo kila kitu kipo sawa, lakini bado imeshindikana kubeba ujauzito, uwezekano ni mkubwa kwa sababu ubora wa mayai ukiwekwa vizuri tu unaweza kufanikiwa moja kwa moja kubeba ujauzito. Lakini muda mwingine unaambiwa homoni zako zinafanya kazi, ila kuna homoni fulani hivi inakwenda kusumbua sumbua, na ukijitahidi kujirejesha vizuri inakuwa bado ni changamoto inayopelekea unashindwa kubeba ujauzito. Uwezekano upo kwa sababu ukiwekwa tu vizuri nafasi kwako itakuwa ni kubwa sana, ila unaambiwa kwamba ni kutokana tu na umri wako umeenda, ila uwezekano wa kubeba ujauzito upo. Matatizo haya madogo madogo kiwekwa tu vizuri, licha ya kwamba una miaka 37, 38, miaka 40, uwezekano ni mkubwa kabisa. Na ndio maana napenda kusema kwamba nipo naye katika safari ya kuitwa Mama, programu yetu na ule muongozo ambao umeweza kuwasaidia kina mama wengi ambao walikuwa kwenye hiyo umri, licha ya kwamba walikuwa wameshakata tamaa, walifanikiwa moja kwa moja. Na nina imani na wewe utaweza kuungana na sisi na tutaweza kukusimamia na wewe utafanikiwa kama wanawake wengine.